Umoja wa Falme za Kiarabu UAE umesema mifumo yake ya ulinzi wa anga imegundua makombora mawili ya ballistic yaliyorushwa kutoka Iran kuelekea katika eneo lake katika tukio jipya ambalo linaongeza wasiwasi kuhusu usalama katika eneo la Ghuba. Wizara ya Ulinzi ya UAE imesema kombora moja lilianguka ndani ya maji ya eneo la UAE huku jingine likianguka nje ya maji hayo ya eneo la nchi hiyo. Wizara hiyo imesema vikosi vya ulinzi vya UAE viko katika hali ya juu ya utayari na viko tayari kukabiliana na tishio lolote linaloweza kuhatarisha usalama wa nchi. Hata hivyo, mamlaka hazikutoa taarifa za vifo, majeruhi au uharibifu mkubwa uliosababishwa na tukio hilo. Tukio hilo litokea baada ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya UAE kutuma tahadhari kwenye simu za wananchi na wakazi ikiwaonya kuhusu uwezekano wa tishio la makombora. Ujumbe huo unataka watu kuchukua tahadhari na kufuata maelekezo ya usalama kutoka kwa mamlaka husika wakati hali hiyo ilipokuwa ikifuatiliwa. Baada ya muda mfupi, Wizara ya Mambo ya Ndani ilituma ujumbe mwingine wa kuhakikishia wananchi kwamba hali ilikuwa salama na kuwataka kurejea katika shughuli zao za kawaida. Hatua hiyo ilionyesha kwamba tishio lilikuwa limepita kwa wakati wa, ingawa mamlaka zinaendelea kuweka mifumo ya ulinzi wa anga katika hali ya tahadhari. UAE haikueleza kwa kina kama makombora hayo yalikuwa yakilenga eneo maalum ndani ya nchi hiyo, wala haikutoa maelezo kuhusu aina au uwezo wa makombora hayo. Pia haikufafanua iwapo mifumo yake ulinzi wa anga ililazimika kuyadungua au kama yalianguka baharini bila kuingiliwa. Iran hajatoa maelezo haraka kuhusu madai hayo. Kutokuwepo kwa majibu kutoka Tehran kuna maanisha kwamba bado haijafahamika rasmi iwapo kurusha kwa makombora hayo kulikuwa sehemu ya operesheni iliyolenga UAE au kulikuwa na sababu nyingine ya kijeshi iliyosababisha makombora hayo kuelekea eneo hilo. Tukio hilo pia linakuja wakati mvutano wa kijeshi katika Mashariki ya Kati ukiwa umeongezeka kwa kiwango kikubwa, huko Iran ikikabiliana na Marekani na washirika wake katika mzozo ambao umeathiri pia usalama wa nchi za Ghuba. UAE kutokana na nafasi yake ya kijiografia na umuhimu wake wa kiuchumi imekuwa ikifuatilia kwa karibu vitisho vinavyoweza kuvuka mipaka yake. Eneo la UAE lina vituo muhimu vya mafuta na gesi, bandari kubwa, viwanja vya ndege na miundombinu ya biashara inayohudumia masoko ya kimataifa. Kwa sababu hiyo, tishio lolote la makombora dhidi ya nchi hiyo linaweza kuongeza hofu miongoni mwa wakazi na wafanyabiashara pamoja na kuathiri shughuli za usafirishaji na uwekezaji katika eneo hilo. Tukio hilo pia lina umuhimu kutokana na ukaribu wa UAE na mlango wa bahari Hormuz, njia ambayo ni moja ya njia muhimu zaidi za usafirishaji wa mafuta na gesi duniani. Usalama wa njia hiyo umeendelea kuwa swala kubwa katika mzozo wa sasa, huku mashambulizi dhidi ya meli na vitisho vya kijeshi vikisababisha wasiwasi kuhusu usafirishaji wa nishati kuelekea masoko ya kimataifa. UAE imekuwa ikisisitiza kwamba inalinda mamlaka na usalama wa eneo lake, huku ikichukua hatua za kuongeza ulinzi dhidi ya makombora na ndege zisizo na rubani. Imeendelea kuomba wananchi kutegemea taarifa rasmi pekee na kuepuka kusambaza taarifa ambazo hazijathibitishwa, hasa wakati wa tahadhari za kijeshi. Hivi unajua kwa nini makampuni makubwa duniani hayaachi kujitangaza kila siku, licha ya kwamba tayari yanafahamika? Sasa kama una biashara au kampuni lakini hujitangazi, customers wapya watakujua vipi? Na bila advertising, unategemea kukuza mauzo yako kwa njia gani? Ndio maana Global TV tunakupa nafasi ya kuitangaza biashara yako kwa audience kubwa ndani na nje ya Tanzania kupitia mitandao yetu ya kijamii. Advertising kupitia Global TV inaongeza brand visibility yako, inakufikisha kwa customers wapya na kuongeza nafasi ya bidhaa au huduma zako. Na habari nzuri zaidi, bei zetu za matangazo ni rafiki. Iwe una biashara ndogo, ya kati au kampuni kubwa, kuna nafasi inayoweza kukufaa. Usiache biashara yako isubiri kugunduliwa. Ipe visibility inayostahili. Anza kutangaza nasi. Wasiliana na Global TV leo na tuipeleke brand yako mbali zaidi.